Naam, waligani mfaji wetu wa Fete Media, it's another beautiful day, beautiful time na kutana hapa Fete Media kwa ajili ya kuendelea kuhabarishana, kupeana habari moto moto kutoka sehemu mbalimbali ulimwenguni katika vyanzo tofauti tofauti vya habari. So cha msingi ni wewe kukaa na sisi sambamba kabisa, kuhakikisha unakuwa na sisi kuanzia mwanzo mpaka mwisho kupata kufahamu zaidi kipi husika ambacho tumekuletea kwa siku hii ya leo. So hakikisha unakaa karibu na sisi mwanzo mwisho kujipatia mahabari moto moto kutoka kwetu. Na habari za michezo, burudani, mikasa, entertainment news, lakini bila kusahau kwa ndugu zetu ambao mnafuatilia sana habari za mikasa, yani mambo fulani ya kugusa jamii, ni kuambie hakikisha unakaa hapo hapo kusubiri mikasa mpya. Lakini kwa mwingine ambaye mikasa iko mingi ambayo tumeipost, unaweza ukaenda ku review, kufuatilia na nini, ili kuhakikisha na wewe unapata kujua kilichokuwa kimehappen before. Lakini vile kwa wadau wa masuala ya siasa pia, kadi ya uwezo wetu, kadi ya muda utakavyokuwa naturuhusu, basi tutakuwa nagusia huko ina nyie muweze kuburudika, kupata kile kitu ambacho mnaoishi kukipata hapa Fete Media. Bana, kwa siku ya leo tunaweza kusema ni taarifa njema kwa taifa letu, ni taarifa njema kwa new generation Gen Z, upcoming artist au wasanii ambao wanachipukia kwenye female artist, male artist. Tumepata habari njema kabisa kutoka katika big awards kutoka hapa ulimwenguni. Ukizungumzia BET, ndugu zanguni, ni tuzo kubwa sana. Wasanii wengi wamekuwa wakipambana, wakifanya muziki wao kusambaza, imradi tuwafike sehemu waingie katika nominees katika hizo tuzo za BET. After that basi ndo wanaenda kuikimbilia ile Grammy. Lakini kubwa kuliko watu wanakuwa wanaanzia kwanza huku chini kwenye MTV, kwenye Matresi, kwenye mpaka BET na kuelekea kwenye Grammy. So miongoni mwa taarifa njema ambayo imefikia kwa siku hii ya leo, ikitufanya Watanzania tuzidi kuwa proud na vipaji vyetu, lakini kubwa kuliko kutuendelea kutusisitiza sisi mashabiki ambao tukiwa tunafuatia wasanii, tunaangalia yuko kwenye trending, yuko kwenye chati, tunashindwa kuangalia muziki mzuri ambao pia unazidi kuwakilisha taifa letu huko ulimwenguni, watu wapate kujua kwamba okay, kumbe kuna wanamuziki wazuri Tanzania, bila kuangalia background kwamba nini na nini kwenye matukio yupo wiki kizapa na pale kila kukicha kwa kinakuwa kinatupoteza sana. Lakini kwa hii nahisi itakuwa ni funzo kubwa sana kwa mabinti, kwa vijana ambao wanazidi kupambania ndoto zao katika upande huo wa muziki wa Bongo Flava. Bana, tumeamka na good news kutoka BET, na miongoni mwa wasanii kutoka hapa kwetu nchini Tanzania ambao wamepata nafasi nzuri ya kupata kuingia katika nominee huko katika tuzo za BET ni ndugu yetu, dada yetu, mdogo wetu, kipenzi chetu, Abigail Chams. Ukizungumzia Abigail Chams na umri wake na mambo anayofanya, ni vitu tofauti. As you remember a few days ago hapo alikuwa ameachia ngoma yake akiwa featuring Harmonize, mule Me Too, ilikuwa imekwenda viral sana, mataifa mbalimbali wamekuwa akibang nayo huku na kule. Lakini kubwa kuliko watu wakiamini zaidi katika kipaji chake cha binti huyo, kutokana pia amekuwa hizo instrumental sijui anaita na vitu gani, amekuwa akichapa sio guitar, sio drums, sio piano, yani vifaa vyo, ala zote za muziki amekuwa akipita nazo. Hiyo pia imezidi kumfanya azidi kwa katika level za juu, kwa sababu pia akiamua kufanya live anafanya vizuri, kwa sababu pia anajua kwenda na miondoko hiyo ya hizo ala za muziki. Lakini kubwa kuliko kwa hilo, nikasema hapana, wadau wa Fete Media lazima wapate kujua zaidi kuhusiana na hii nominee kutoka katika BET huko mpaka kumfikia bibi Abigail Chams. Nikwambie ni binti mdogo mwenye miaka 22, lakini ameanza muziki wake miaka ya nyuma kidogo huko. Watu wengi walikuwa wamuoni huko ambako sasa anaelekea. Tulimuona ni binti fulani ambaye Kiingereza kinga, lakini kipaji kilikuwa kama hamna. Kipaji kilikuwepo, issue ni kwamba sisi wabongo wengi tumekuwa ni watu ambao tukifuatia zaidi vitu fulani. Msanii ana matukio, kina Lodiva, kina Gigimani, kiki kama zote, afu muziki wake kwa mbali kabisa tumekuwa tukiconcentrate huko, lakini yeye ametoa huko na kusogeza zaidi kwenye muziki wake. Licha ya kwamba amekuwa akipari, lakini party zake nyingi anazifanya ni kwa ajili ya kuendelea kufanya more promotion kwenye muziki wake huo. Bana, Abigail Chams Mwenyezi Mungu amfunulia. Lakini vile vile ukizungumzia alikokwenda huko, sio yeye na familia yake tunazidi kupata sifa za hali ya juu, lakini pia lakini pia
taifa kwa ujumla, kwa sababu ni msanii wa Bongo Flava, mzao wa Tanzania. Licha ya kwamba kiangalia background history yake, amekaa sana huko ughaibuni, amejifunza muziki ughaibuni, amesoma ya huko, lakini mwisho wa siku amerudi nyumbani na kufanya muziki. Lakini mwisho wa siku ndo kama hivyo, tunazidi kumwona anazidi kuchanja mbuga, na watu wengi wakimwona mbali kuliko kwamba wanasema kina Tyler all the way from South Africa, basi inawezekana zikaja kuwa ni level ambazo wakaja kuchuana huko baadaye, pia kutokana na pia na miondoko ya uimbaji wao, miondoko ya muziki wao, design kama inakuwa na rate fulani. Kusikiliza Tyler, ukimsikiliza ya huyu Abigail Chams, ukisikiliza the way walivyo, yani kuna vitu fulani kama wana compare sana. All the best Abigail Chams, all the best Bongo Flava, all the best female artists. Kwa sababu tumeona pia katika hizi chati kubwa kubwa au katika hizi tuzo kubwa kubwa tumezidi kuona ni kina Diamond, kina Alikiba, mara nyingi Diamond Platinum, kina Rayvanny kidogo ndo wanagusia huko, lakini kwenye upande wa female artist imekuwaga ni ngumu sana. But this time around tupata kumuona female artist afu ni young, yani bado ni kijana kabisa, ambayo kizungumzia hata kwa miaka ya kina Nandi, sio kina Zuchu, hajagusa hata kidogo, na afikiri leo kesho, lakini matokeo yanayoleta ni makubwa kuliko watu walivyokuwa wanamtizamia. Kwa ni jambo ambalo kama wasanii wa kike Tanzania na East Africa kwa ujumla, sababu kizungumzia BET ni tuzo kubwa, sio za tuzo za Afrika zinafanyika huko, zinakufanyikaga mara nyingi nimekuwa nikiziona zinafanyika huko Marekani, na hao ndo waandaji wa tuzo hizo, umeona. So ni tuzo kubwa sana, kwa hata East Africa artists pia tunatakiwa pia tuungane kwa pamoja, tuangalie dogo wanafanya yapi, ndugu yetu anafanya yapi, kuhakikisha na sisi tunafika katika hizo level ambazo yamefika. Tusikae tu kukaa kwamba hivi na vile. Unajua wasanii wengi wa TZ tumekuwa tukiwish kutoboa tu ndani ya nchi, tupate show mikoani, mikoa kadhaa na tutambua majina yetu yako haya na kitu gani, tunakuwa tunalizika hapo. Lakini pia kama ni mtu ambaye unaamini muziki utakufikisha mbali zaidi ya hapo, uweze kuangalia ndani, lazima utazame nje ya box. Yani uwaze nje ya box kwamba okay, sasa TZ wananifahamu, inabidi nipambane niende global. How can you go global? So music ndio itakupeleka huko, lakini pia inabidi uende na ile style ambayo global, ukitoa ngoma basi nao wanakuwa kama wanaelewa. Sio language tu, sababu tumeona hata Nigeria artists pia wanafanya muziki wako global huko, wanasikilizwa, wanajaza maarena Rwanda, ni sijui wapi, Los Angeles huko, watu wanajaza maarena, watu kibao wanamiminika kwenda kuwafuata wasanii kutoka West Africa, kutoka Nigeria. So kwamba language inawabeba, lakini pia hata zile kuna vitu fulani pia as artist lazima ujibrand, lazima ufanye investment katika muziki wako, uwe na distributors ambao wanajitambua, sambaze kazi zako huko, watu wapate kukufahamu. Digital platform hizi watu wanakuwa wanachukulia poa, lakini pia zinakufanya pia uzidi kupata more fans kutoka sehemu mbalimbali ulimwenguni, sababu kumekuwa pia na option ya mtu kujua pia muziki wako huu umeuzika wapi, kina nani wanakufuatia zaidi, kina dada, kina kaka, yani kunakuwa na hizo access katika digital platform ambazo zimejia sasa hizi, na watu wanakota mipunga huko. Kwa hiyo ni fulani ambavyo wabongo wengi tumeona kama ni vya wenzetu, sisi tufocus na show, tufocus na kampeni, kipindi cha kampeni basi na sisi ndo tupate mashow. Yani tumekuwa tukiinvest zaidi kwenye kupambania show zaidi. Mzania kosa show ananungunika, anakosa nuru kwa sababu show amekosa. Lakini ukizungumzia wasanii wenzetu huko hawategemei sana show. Wanaweza kupata show mwaka mmoja akafanya show 2, lakini anaweza akawa yuko on top always kiuchumi, kimuziki wake azidi kuwa mbali kutokana na nini? Wanatumia vizuri hizo digital platform. So cha msingi kama Tanzanian artists tushirikiane kwa pamoja, tusiwe na ule umimi. Unajua umimi hakufikishi popote. That's what tunaona kina Diamond zote wako pale pale. Yani hakuna watu wapi ambao wanakuja kutuwakilisha taifa, na kwa kitu ambacho cha kushangaza. Wewe angalia Nigeria, watu kibao na ibeperusha bendera ya Nigeria, vijana wadogo, wengine wanatoka kuiti juzi tu hapa na Maidani, lakini wanazidi kusonga mbali na kupeperusha vizuri bendera yao ya nchi yao. So why tushinde wa Tanzania? Why tushinde East Africa kupeperusha bendera yetu ya East Africa community? Tushinde kuipeperusha bendera yetu ya Tanzania.